Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hichi. Wiki iliyopita tulikuwa somo la 12. Kushiriki habari zake. Tukaona namna gani ambavyo tunatakiwa tupeleke injili kwa pamoja. Na namna mbalimbali. Wiki hii tuko somo la 13. Tunamaliza robo ya pili ya mwaka ya 2026. Somo la wiki linasema katika umilele. Na fungu letu la ukalili wiki hii linatoka kitabu cha waraka kwanza Yohana na sura ya 3 na fungu la 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Amen. Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia siku nyingine, wiki nyingine ya kuja mbele zako, kujifunza, kudadavua, kutafuna kwa pamoja. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu pamoja nasi. Amen. Tupatie hekima itokayo juu. Tuletee pia na wasikilizaji wa kipindi hiki. Tupatie mioyo ambayo iko tayari kupokea maneno yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tunamalizia kama ulivyosema mafundisho yaliyokuwa yanabebwa na mada ya kukua katika uhusiano na Mungu. Na kukua huko kuko katika nyakati hizo mbili, wakati wa sasa na wakati ujao. Wakati wa sasa tungeweza kuita wakati, na wakati ujao umilele. Sasa twende kwenye umilele wenyewe, ambao umeanza tayari na ufufuo wa Yesu, lakini mchana wake umepambazuka tayari, lakini mchana wake ni ufufuo ujao. Sasa wapenzi, sasa tu wana wa Mungu katika wakati huu, lakini haijadhihirika bado, haijapambazuka sawa sawa. Yadhihirika itakavyokuwa ule mchana mkamilifu. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Kwa hiyo kama ni kukua, tutakuwa tumefikia kufanana naye kabisa. Sasa tuende kwenye tunaishije katikati ya wakati huu na ule umilele. Zaburi ya 80 inatuhusu. Tuanze fungu la kwanza. Hapa ni mwimbaji wa Zaburi ambaye analia akiwa uhamishoni, akiwa anasubiri Mungu adhihirishe uso wake, yani wokovu wake, watoke kwa wakati waliokuwa nao wa utumwani, wa rudi nyumbani. Msikilize anavyoanza Zaburi ya 80 fungu la kwanza. Wewe uchungaye Israeli usikie. Sawa. Wewe umuongozaye Yusufu kama kundi, wewe uketie juu ya makerubi utoe nuru mbele ya Efraim na Benyamini na Manase, uziamshe nguvu zako, uje utuokoe. Elohim, uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Hayo mafungu ya tatu tu umepata hiyo picha. Uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Kwa hiyo wako utumwani na Mungu kama mchungaji, alafu anamuita, anasema amsha nguvu za, amka Bwana, alafu angaza uso wako, tuangazie uso wako. Baadaye mafungu ya 4 mpaka 14 anafananisha Israeli kama mzabibu ambao umeng'olewa kutoka mahali pake na umetupwa, ukapandwa mahali kwingine. Sasa Mungu awarudisha, wapande upya. 15 na ule mche uliopanda kwa mkono wako wenyewe, angalia sasa hali yake ilivyo. Analalamika wakati huu uliopo, jinsi watu wa Mungu wanavyoteseka. Nenda 18 na 19 akimwita Mungu tena, anavyomalizia kama alivyoanza. Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuhuishe nasi tutalitia jina lako. Yahweh Elohim wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Unajua, ni rahisi sana kuridhika na maisha ya ugenini, ya uhamishoni, ya wakati huu. Lakini Zaburi ya 88 inaonyesha mtu ambaye alikataa kuridhika. Anamwamsha Mungu amalize usiku huu, aanzishe asubuhi mpya, alete wokovu wake. Ndio maana unaona inarudia tena fungu la 3
Mungu uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Na 19, Bwana Mungu wa majeshi uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Sasa unaelewaje maana ya Mungu kuangazia uso wako juu yako? Hiyo lugha unaelewaje katika uzoefu wako au uzoefu wa waumini kama waumini katika kipindi hiki tulichopo? Hii lugha inabeba uzito gani? Inabeba maana gani kwako? Kazi uso wako. Hii lugha ina maana nyingi, kwamba Mungu mwenyewe kwa lugha nyingine anataka tufananishwe naye, yani ni kama kushabia, yani kama kushabia nani, kama alivyo nasi ndivyo, kung'azwa kwa utukufu wake uonekane katika maisha yetu sisi. Amen. Yani mimi nikikutazama nasema mchungaji ni mwakilishi wa Mungu. Amina. Kwa kupitia mchungaji naona sura ya Mungu. Amina. Nuru. Kwa hiyo kama mtunga zaburi huyu sisi tunaposononeka, tunapokunyata gizani, utumwani, tukiwa na shauku ya kuishi mbele ya uso wake, na maanisha mbele ya wokovu wake. Tutamani umilele, tutamani wokovu wake. Zaburi ya 80 ni yetu. Amen. Tunakuletea Zaburi 80 kama ambavyo imetubariki sisi, na amini na wewe itakubariki. Bwana atuangazie uso wake tuweze kuishi kwa matumaini siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Tunaposubiria wokovu wako, tupatie kuangalia juu, kukutana na nuru ya uso wako ambayo ni wokovu wa sasa na ule ujao. Basi tupe kuhamisha macho yetu kutoka vya dunia vinavyokatisha tamaa au vinavyotamanisha, lakini vinatahayarisha. Bariki mtumishi wako, msikilizaji wako, popote yoyote anayoyapitia. Baba, mwangazie nuru ya uso wako ili aweze kuona furaha yako na wokovu wako, na akapite salama akisubiria siku ile ambapo uso kwa uso tutaonana tena, kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na kuendelea kipindi chetu hichi kizuri. Leo tumefikia tamati somo la Jumapili. Kesho Jumatatu tunaangalia hatimaye ana kwa ana. Mimi ni Arnold Rubinza. Enos Makalindile. Karibu sana, hapa ni Dar es Salaam, Tumboni. Amina.